Naam, karibuni sana kwa makala ya Jipe Land Saga. Basi siku hii ya leo tunaenda kuangazia sehemu ya Jipe ambayo ni sehemu inayopatikana katika eneo wadi la Mata. Basi katika sehemu hii mwaka wa 1997 familia ya Kenyatta iliweza kupatia maskwota ekari 3,000 wakaweza kugawanya na wakaweza kuishi kwa amani. Lakini sasa baada ya hayo yote haikutendeka kama vile familia ya Kenyatta ilitarajia. Katika makala haya tutaenda kuchimba na kuchimbua kutaka kujua jinsi watu walivyopata na kugawanya au kugawiwa tunu hii ya shamba. Tazama, ardhi ni kitu ambacho ni muhimu sana katika dunia hii. Basi katika eneo hili la Jipe ni eneo ambalo linalojivunia sana watu ambao wanaoishi sehemu hii, najivunia sana liko karibu na mbuga za wanyama. Pia vile vile ni sehemu ambayo inafanya vizuri sana katika biashara ya uvuvi kwa sababu ya ziwa Jipe. Basi katika sehemu hii watu pia wanafanya kilimo, katika sehemu hii pia watu wanafanya mambo ya ufugaji. Hivyo basi kipisi au shamba ni kitu cha muhimu sana kwa mkaazi yeyote ambaye anayeishi katika kijiji hichi au sehemu hii ya Jipe. Tarehe 8 mwezi wa Januari mwaka 2024, mbunge John Okano Bwire alienda katika mtandao wake wa Facebook na kuonyesha ile memoranda ambayo walikuwa wanaipeleka kwa rais kwa ajili ya kutatua tatizo hili, na alipeana memoranda ile kupitia kwa aliyekuwa DCC wakati huo. Basi swali ni kwamba kuliendaje? Kwa majina naitwa Dominic Kamadi, mzaliwa wa Jipe. Nimezaliwa kijiji cha Mkwajuni tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1977. Nimeishi Jipe Mkwajuni. Nimesomea shule ya nasari ya Kachero ambayo iko karibu pale. Wakati huo mwaka wa 83 niliingia nasari nikasoma pale. Mwaka wa 86 niliingia darasa la kwanza Jipe Primary, na nimeendelea hivyo mpaka nilimaliza shule mwaka wa 94. Mimi ni mzaliwa wa eneo la Mkocheni, Kachero sublocation, na sikuja kama mvamizi. Baba yangu mzazi alikujaga eneo hili mwaka wa 1930 na akatumika kama kampera katika shamba la Criticus. Ni mwanzilishi na muasisi wa matuta hapo Matutani. Mwaka wa 1944 akatengeneza matuta akiwa kama kampera. Kwa majina naitwa Nixon R. Oltano. Mimi ni mkazi wa Jipe, niliolelewa, niliyezaliwa, nikasoma shule ya msingi ya Jipe. Nikiwa kama vile nilivyo, babu yangu ndio muasisi wa kwanza kufika katika eneo la Jipe hii, Mzee Simeon Ragama. Katika muda huo alipokuwa anafanya kwa shamba la mkonge, na mwishowe akaona kuna njia ya mapato ambayo ni ya uvuvi, akafika katika eneo hili. Ni miaka mingi, manake mwaka wa 37 babu alikuwa akifanya katika mashamba ya mkonge, na akajaliwa kupata watoto wake ambao wamezaliwa hapa Jipe. Mamangu Rose Ragama ni first lady, ndio mama ambaye katika pale kijiji ana umri ambao kwa wasichana waliopo ni umri mkubwa. Amezaliwa mwaka wa 1953. Kwa hivyo najivunia kusema kwamba mimi ni mwana Jipe, mwana Kachero. Nitakufa nitazikwa Jipe. Lakini yanayotendeka saa hii yananisikitisha. Yalianza si leo,
haya yanayofanyika ni marudio. Maana yalianza vipi? Wakati ulifika ambapo shamba hili lilikuja kugawanywa, Mzee Moi alitumia hela ya serikali na kuleta scheme kwa upande huu wetu wa Jipe, na ikaitwa settlement scheme, ili wenyeji wapate 60% na wale wengine wa kusukuma wapate 40. Lililosikitisha ni kwamba waliopata tu wa Jipe kama si watu wengi ni 8. Swali lenye mimi hujiuliza na umuuliza mamangu, manake ikigawanywa nilikuwepo, alikuwa na miaka mingapi? Manake katiba yetu inasema ukishafika miaka 18 una haki ya kuweza kupata ardhi. Mamangu alikuwa na miaka mingapi? Mbona hakupata? Je, Mzee Kamadi alikuwa na miaka mingapi? Na kama alikuwa na miaka 18, hao watawala wakati huo nao walikuwa na miaka ngapi? Mbona wao walipata, sisi hatukupata? Tukaumia rohoni, tukapiga moyo konde. Safari ikaendelea. Ikatengwa sehemu ya maskwata. Wakasema sehemu hii basi ndio itakuwa kifutia machozi cha wana wa Jipe. Kwa muda ulioenda tukiwa na tumaini kwamba mkombozi atakuja kututetea, atufikishe katika ngazi ya kupata vyeti vya ardhi. Kweli mkombozi hakuja. Mkombozi amekuja mnyang'anyi, simjui, nisamehe. Mambo yamegeuka. Shamba limekuja likagawanywa kwa njia ambayo hatuielewi, na baada ya kugawanywa tumeambiwa vyeti vinakuja. Vile walivyotangulia wenzangu, utaratibu wa ugavi haukufuatwa. Sasa mahali tumejikuta ni kwamba wengi wa watoto wetu wamekosa mashamba. Wengi wa watoto wetu hawana mahali watakapoenda. Kihesabu takwimu sasa utakuta vyeti vilivyotolewa karibu 365. Lakini vilivyosalia ni watu wenye hawana pa kwenda. Hata saa hii hawana mahali wanaweza kusema watashikilia, watu wasiopungua 230. Swali ni je, kama kuna mtu anasikia sauti ya mnyonge, kama kuna mtu mahali anaweza sikia kilio cha wana wa Jipe, jamani, mtusaidie watoto wetu wapate mahali pa kuwekwa. Huenda mzee mmoja alipata title, ama mimi nilipata heka 2, nina watoto 6. Jamani, wataenda wapi kesho? Na watakuwa na wajukuu. Vijana mlioko mnaoitwa majenzi, nataka niwaambie ukweli, pale juu hakuna shamba tena. Hakuna shamba la kujivunia, shamba zote haziko. Kwa hivyo ninaomba wakubwa wetu mahali mlipo, viongozi mahali mlipo, kwa lugha ya unyenyekevu, jamani, mkumbuke watoto wa Jipe. Mkocheni wote wanatoka wanarudishwa pale pale Kachero. Waliokosa wanawekwa pale pale Kachero. Wana Mkwajuni wanaletwa pale pale Kachero. Kachero hii inapanuka ama ndipo inaisha? Mtusikie, mtuelewe. Mkocheni mimi nilishika sehemu na nikaipanua ikawa kama shamba. Lakini sikufua dafu, maana imeenda na nilizuiwa na wenye walikuwa na uwezo, na hiyo sehemu ikabaki, na mpaka sasa naiangalia ninatoa machozi. Nguvu zangu na ndugu zangu zote zimeishia kwa shamba yetu pale Mkocheni. Nao nisikia, mtusikie. Mnaoweza kutusaidia mashirika, mtusaidie. Asante. Jina naitwa Josephat Nyamae Msioka. Mimi ni mkaazi na mzaliwa wa Mkocheni. Okay, kwa majina naitwa Abedi Hamisi. Mimi ni mkaazi wa Jipe, kijiji cha Kachero. Nilizaliwa kulingana na taarifa za wazazi wangu ni kwamba nilizaliwa mwaka 1969, that is 1969. Nimesomea Jipe Primary na nikafika darasa la 7 Jipe Primary. Nikarudi tena nikafanya darasa la 8 Jipe Primary, ndio nikaondoka kwenda shule ya upili. Kwa hivyo mimi ni mzaliwa. Akawa kuanzia hapo mpaka mwaka wa 1947 hadi 1954 wakati wanafanya ubunifu wa matuta. So sija kuwa hapa kama mvamizi wa juzi. Hata baba yangu mzazi pia amekuwa amezikwa maeneo haya.
Na katika hali hiyo tukiendelea, sehemu hii ya Jipe Settlement Scheme ikaja kuwa na ugavi, kukagawanywa sehemu zote wakati huo, na kukaachwa sehemu ambayo ilikuwa inaitwa ya squatters, kwa sababu ya wale wote ambao walipatikana eneo la hapa kilomita 7, Mkocheni, Kachero na hata Mkwajuni. Waliachiwa sehemu hiyo ili waweze kufit sehemu hiyo, na tukaletewa masavea. Sehemu hizo zikagawanywa na tukaambiwa tuingie. Kila mmoja tuliweza kupangana, kila mmoja mzaliwa wa Jipe anajua kwake, hata kama hajajenga anaelewa kwake. Na wakati tukiendelea kuishi, pia tulipata taarifa pia kutoka kwa familia ya muasisi wa taifa hili, Mzee Jomo Kenyatta, chini ya uongozi wa Uhuru Kenyatta, ambayo shahidi wake ndio huu, ikiwa inatuthibitishia kabisa kwamba hili ni eneo ametoa kama eneo la squatters, na akasema ni gift. Sasa leo kumetokea tena mambo mageni tofauti. Tukaja tukaambiwa kwamba eneo hili titles zimetoka. Na wakati titles zikitoka, tulishangaa kwa sababu hatukufanywa public participation. Tukaelezewa ni kwa nini titles zinakuwa kumekuwa na utaratibu gani wa kufanya tufate ili ndio tutayarishe title. Na hiyo ni hatua ambayo ilituacha katika hali ya sintokufahamu. Pia hakukuwa na kamati andalizi ambaye ingeweza kuwa imepewa mandate ya kutayarisha jinsi titles watu watapakana vizuri, waonyeshane mipaka, ambaye ingeongoza utaratibu huo. Hapakuwa na hiyo committee. Kukaendelea pia titles zikawa ni lazima sasa ziletwe. Tukazikataa mara ya kwanza Eldoro, akiwa Mheshimiwa Deputy President Kithure Kindiki alikuwa pale na akashuhudia tukizikataa. Hapakuwa na wasiwasi kuzikataa kwa sababu tulizitilia shaka, kwa sababu hatungeweza kupokea title ambazo hatukuhusishwa moja kwa moja tangu mwanzo. Na tukaahidiwa kwamba mambo ya Kachero Settlement Scheme title zao zitakuja kurekebishwa. Hawakufanya hilo jambo, hata public participation hawakufanya. Bado wakatuona kama si muhimu sana sisi kujieleza au kuwajibishwa katika wajibu wetu kama katiba inavyosema. Tukaja tena hizo title tukaambiwa kwa vyovyote vile tutazichukua. Tukaitiwa Mata tarehe 27 mwezi wa 3, na tulienda kuzichukua kweli. Tulipewa kwanza adhabu kubwa sana ya kutembea kwa miguu, kukanyaga na mateso kuzipata Mata. Ili hali hapa tuko na chief, tuko na sub chief na hatukuweza kusikika. Tulipoenda pia tulikuwa tumezitilia shaka hizi title kwa sababu hatukuhusishwa na hatukujua ni nini kiko ndani. Tulikuwa na mashaka na hizo title. Na pia tulikuwa tumesema kama wanajipe eneo hili, kwa sababu tulinyanyaswa miaka ya Jipe Settlement Scheme. Hatungependa mtu mmoja aachwe, kwa sababu hakuna mahali popote pale katika area hii pamebaki na ardhi ambayo tunaweza tukafit mtu yeyote ambaye atakuwa katika kizazi cha kesho. Imekuwa bila mzazi wangu kunijulisha, navyoambiwa sasa kwamba mimi ni squatter. Lakini nimezaliwa na nikakua nikijua mimi ni mzaliwa na na haki kulingana na katiba ya Kenya kuvunia matunda ya uhuru wetu. Na moja ya matunda ya kujivunia uhuru ni kupatiwa nini? Ardhi. Maana wale waanzilishi wetu wa taifa, Mzee Jomo Kenyatta alikuwa anasema tunapambana na maadui watatu: umaskini, elimu na kujenga. Sasa leo hii mimi sasa na miaka karibia 55, naambiwa mimi ni squatter. Nitaenda wapi mbali na Jipe Kachero? Sijui sehemu nyingine. Tunashukuru kuanzia mwaka jana tumepatiwa ardhi. Watu tunaambiwa ardhi hii ilikuwa ni chini ya umiliki wa
family ya kwanza nchini ambayo ni family ya hayati mzee Jomo Kenyatta, na venye na vile vile tunaambiwa kwamba mmiliki fulani ambaye ni Basil Criticus pia ametupatia sehemu hiyo ya shamba. Tunashukuru kwa hilo. Tumepatiwa ekari 1500. Katika ugawanyaji wa hizo ekari 1500, wengi wetu, ndugu zetu, hawajapata mgao wa hiyo ardhi. Kwa hivyo tunaona kwamba tumepatiwa chakula ambao hakitoshi. Na mimi sintafurahia niwe ninakula na ndugu yangu ananiangalia pale akiwa ananimezea mate. Hiyo italeta uhasama katika ndugu. Na tumeishi tukiwa jirani wazuri na ndugu wazuri katika familia. Kwa hivyo jambo langu la kwanza kuuliza ni kwamba tunataka tujue kwamba huu ubinafsishaji ama ukabidhaji wa ardhi kutoka kwa Lord Grago kuja kwa babake Basil Criticus na mpaka ije kwa Basil Criticus, tunataka wana historia ama serikali itueleze kulienda vipi. Katika ukuaji wetu tunaambiwa hii ardhi ilikuwa imepanga chini ya lease miaka 100. Je, hii ardhi ilikuwa ni ya serikali kweli wakampatia Basil under lease, ama Basil alipataje hiyo ardhi? Na vile vile familia ya baba yetu mwanzilishi mzee hayati Jomo Kenyatta, ardhi hii ya Jipe waliipata kivipi? Na ndio leo hii watugawanyie ili na sisi tuishi. Kwa nataka tu huo ufafanuzi. Mheshimiwa mbunge John Okano ni ndugu yetu na tumefurahi kwamba tumepata kiongozi wa kijiji chetu cha Kachero, mtoto wa nyumbani. Jambo langu nilikuwa na kuomba mheshimiwa, kwa heshima zote na taadhima zote, ulituambia kwamba serikali imetununulia ekari 1500. Kongole kwa hilo, na pia tunashukuru hiyo serikali kwa kutupatia ardhi hiyo. Jambo langu tu na kuomba ni kwamba kwa tunataka utupatie hayo makubaliano, utafute hayo makubaliano ya serikali imetupatia wakazi wa Jipe ekari 1500. Tuone huo mkataba. Serikali iwe tayari kutuonyesha hiyo block title ya 1500 acres. At the same time, the transaction between the government and the owner, Mr. Basil Criticus. Hando tulikuwa namwomba mbunge atufanyie huo mchakato kwa haraka ili tujue, maana kuna leo na kesho. Tunaweza tukapatiwa hati miliki tukatai, lakini je, tutajuaje mtu akija kuambia hii hati miliki yako ni ghushi, ni fake, itakuwaje? Kwa hivyo tunataka tupate hiyo document hiyo katika public domain tuweze kuaccess. Vile vile huu mchakato unaoendelea wa kufanya beacon unaendelea, na kulingana na county commissioner katika mapatano yetu tulipokuwa katika mkutano pale Jipe Primary School, alituambia tuchague verification committee. Nauliza, kazi ya verification committee kazi yake ni nini? Ninavyoelewa mimi, kazi ya verification committee, it is to verify the documents ambao ziko, to validate or to authenticate if kweli hizi document are they genuine. Sasa beaconing is being done, hatujapatiwa cadastral map, that means the survey map. Hatujui hiyo survey map iko vipi. The beaconing just being done, ambapo hilo ndio jambo lingetakiwa liwekwe wazi, tuonyeshe hiyo map, the cadastral map, the way this land was being subdivided. Pili,
Tatu, verification committee kazi yake ni kufanya nini? Kazi yake pia ni kuhakikisha kwamba hizo ekari 1500 ni kweli tulipatiwa ekari 1500 ama si kweli. Wangekuwa wanatembea sako kwa bako na hii verification committee watuonyeshe beacon 001 kama ipo, the 4 beacons ya kwanza na kona ile, yani tuonyeshwe the acreage of that land which we have been given, but that one was not, haijafanyika. Sasa tuko tunaomba the land officers pia watuweke wazi, watupatie hiyo cadastral map, the survey map, tujue kwamba how have they designed our land. Jambo lingine kwa nataka nipate ufafanuzi. Katika hiyo list of names kuna kuanzia nambari 500 hadi nambari 500 na kuna katika hiyo list kuna tunaambiwa missing in the map. Tunataka kujua hiyo missing in the map inamaanisha nini. Sawa? Ambapo pia verification committee wangetakiwa waulize hawa land surveyors and adjudication officers, what does it mean? Maana ndo kazi ya verification committee. Waangalie hizo documents zote ziko vipi. Hii inasema nini? Hii inafanya nini? Then mwisho verification committee, ambapo baadaye sasa kwa vile walihusishwa katika huo mchakato wote, ndio baadaye pengine watakuwa ni katika nini, dispute and resolution committee. Maana wenyewe ndio wanajua hapa tu kwa bwana fulani, hapa ni kwa bwana fulani ameingia mipaka ya wenyewe. Kwa hivyo sasa mimi naona hii verification committee mwisho wake watakuja kupata lawama kwa na kijiji. Na mwaka wa 93 nikiwa darasa la 7, kuna zoezi la jipe liliendelea la skimu, ambayo watu walikuwa wanapimiwa mashamba. Na kwa maajabu ya Mwenyezi Mungu, ama nitasema ni maajabu ya shetani, mimi mzazi wangu ambaye alikuja jipe mwaka wa 67 na yeye ndo alianzisha shule ya jipe mwaka wa 71, alikosa hiyo ardhi, ambaye anaitwa Lucas Kamadi Ragama. Na tulitoka, mimi mwenyewe nilipomaliza shule niliamua kutoka nikaja katika kijiji cha Mkocheni kujenga nyumba yangu. Na nilijenga hiyo nyumba yangu ya mawe ya block, ambayo nilikuwa sababu ya uwezo nilitumia mchanga. Na mvua iliponyesha ile nyumba iliweza kuanguka, lakini nilikuwa nazidi kutengeneza mazingira ya pale mahali kwangu na kutengeneza kila hali. Na mwaka 2024-25 zoezi la upimaji tena lilianza kwa wale maskwata ambao waliwekwa Kachero. Kwa maajabu tena, sisi nimesema ni maajabu ya Mwenyezi Mungu ama ni ya shetani, sababu nasema ni ya shetani. Pia mimi nilikosa kama vile mzee wangu alivyokosa sehemu ya jipe scheme. Sasa mimi ninauliza wahusika ambao walishughulikia jambo hilo, ilikuwa ni tatizo gani ama njia gani ambao walitumia kwa mimi kukosa ardhi? Na jambo ambalo ninashangaa sana, kuna wazazi wangu ama wajomba zangu ambao walitoka hapa jipe mwaka wa 80, wengine walienda Mombasa, wengine walienda Kisumu, lakini katika hii list ambayo nimeiona hapa sahihi, ninaiona kwamba hao watu wamepata na wakapata title deed na hawana hata hiyo ardhi hata mahali pa kujenga. Cha pili tena, kuna watu ambao hawajakaa jipe, hata hawajawahi kuishi jipe, ambao wana sehemu hapa jipe. Sasa ninauliza kwamba hao watu walipata hizo sehemu kivipi? Ukiangalia kwenye hiyo list na nikiangalia tena, kuna watu ambao walipata phase 1, walipata hiyo phase 2, walipata plot Taveta hapo Taveta town, walipata New Town. Hao watu tena na washangaa kwa nini wamepata hiyo sehemu, hata kama ndio mimi sifai kupata hiyo sehemu kama Dominic Kamadi, ambaye labda sura yangu, labda uso wangu, labda bara changu. Je, hawa watu wengine walipata hizo sehemu namna gani? Kilio changu ni kwa kamati ambayo ilitengenezwa hapa, na tulitoa malalamishi tukiwa pale Mata, na County Commissioner akasema kwamba ile issue ambayo tumezitoa, Madam County Commissioner, kwamba zile issue ambazo tumetoa ni genuine na kweli zinafaa zifanywe kazi. Na mbunge wa Taveta naye akasema kwamba, ambaye ni Kwano Bwire, kwamba hiyo kama hilo zoezi tarudiwa, yeye atatoa pesa ya kufund hilo zoezi. Na registrar
Muisi akasema kwamba wale walienda undani kuchukua zile title deed ambazo zilikuwa za Kachero, kwamba zile title ziko revoked. Na mkutano wa pili walikuja Kachero. Huo mkutano ulikuwa umefanyika Mata, ambao hizo issue mbili walisema hao wasemaji wawili, na tuna clips ambao walitoa jambo kama hilo. Walikuja tena mkutano Kachero Primary School, ambayo ni Jipe Primary School, wakaform committee. Na mimi kama Dominic ambaye nilikuwa nimekosa sehemu, nilipoona committee imeformiwa, nilijua kwamba kwa sababu Madam County Commissioner amesema kwamba hilo zoezi lilikuwa liko vibaya na zile issue ambazo tumetoa ziko genuine, nilijua kwamba hilo zoezi linaanza upya. Lakini kwa sababu ajabu ya Mwenyezi Mungu, si nitasema tena, bado nitasema ni shetani yule ambaye anazidi kukula wanajipe, hizo sehemu hazikurudiwa, bali ile list ambayo ilikuwa ndio ikafanya nini, ikatumika. Swali langu tena nauliza katika serikali kwamba hii squatter ambayo ni squatter ambayo Bazili alipouzia serikali Jipe scheme, alitoa heka 3000, alitoa heka 500 kwa watu wa Mata, akatoa heka 2500 kwa watu wa Jipe. Je, kwa nini kama kweli watu wanaletwa wengine, kwa nini hilo zoezi vile linafanyika Jipe makosa? Kama lingefanyika Mata ambao walianza Mata cha kwanza, nikaona wale malalamishi ambao watu wametoka labda sehemu zingine wakaletwa, na wale watu wa pale Mata wakahamishwa na nyumba zao zikabomolewa. Vile sasa tunaona watu wa Mkocheni, watu wa Mkwajuni, baadhi na watu wa Kachero biko zinawekwa mpaka ndani ya nyumba. Lingefanyika pale Mata ambayo ile sehemu iko, basi tungeona kwamba hii zoezi kweli ni la haki. Lakini kwa nini ikawa ni Jipe peke yake ambayo jambo hili linafanyika? So mimi ningeomba haki tulifanyike na viongozi watusaidie, hata kama kuna waharakati watusaidie, hata yoyote ambaye anasikia jambo hili aingilie kati na kusaidia wanajipe, kwa sababu tunaangamia. Wanajipe ni watu ambaye wanapendana sana, hawana mambo ya kugombana popote. Kuna jambo ambayo kuna kunga mmoja Jipe ambao unatumikaga, unaitoga ukunga wa Kamlete. Kamlete kipigwaga, hata kama uko na mwanamke wako unataka kujenga nchi, unaachana na yule mwanamke kitandani, unachukua kafi unaenda kumtoa yule mtu. Kwa hiyo wanajipe ni watu ambao wanapendana. Kwa nini sasa serikali inaleta wanajipe kukosana? Jirani na jirani kukosana. Haya, wale ambao wamepatiwa hizo namba ambao wametoka mjini, wengine wametoka Brandogo, wengine wametoka Chala. Hayo majina ni nani aliyopatia ile majina akaweka list hiyo kwa register ili wapatie title deed? Jambo la pili, mkiangalia katika hizo title deed, mimi niko na facts kwamba majina yenyewe hizo title deed unakuta ID. Lini ID ikawa ni namba ya kitambulisho? Lini mtu akawa na jina moja anapatiwa ID? Kwani amekuwa ni ng'ombe? Wala ambaye yuko angeachwa, hakuna mahali tungemfit. Ilikuwa ndio mwisho wa hiyo ardhi. Ghafla wakati tukiendelea, basi tulivyokataa tukaambiwa hili zoezi litarudiwa, na tukaidiwa pia na mbunge wetu, kwa sababu jambo hili alisema kwa sababu imekuwa hivi atalifund ili lirudiwe lianze upya. Na county commissioner akatuhakikishia kwamba amesikia sauti za Wajipe na ameamini kwamba wanajipe ni watu wanajua sheria, na amekubaliana na wao na hili jambo litaenda kushughulikiwa. Hapa kupita muda tukarudiwa tena kwa lugha tofauti, mkutano kaletwa, tukaambiwa sasa paundwe kamati. Kamati ile iliitwa kamati ya verification, ambaye ni ya kurekebisha, kukarabati yale makosa ya zile title. Kweli kamati ilikuwa, lakini kamati ilipewa muda mgumu sana, kwa sababu ilikuja ikaambiwa kwamba hakuna njia yoyote mnaweza geuza map wala chochote kilichopangwa kutoka Nairobi. So ni nyinyi mkubali vile palivyo paende hivyo. Kamati ikajaribu vile ilivyojaribu, na ikaja kuona kwamba katika hali yoyote ile ambayo wangeweza kujaribu, ilishindikana ardhi hii kugawanyika vyema ili kila mwanajipe apate. Bado kamati ilijaribu, lakini tukapata kwamba majina mengi ni yale yaliachwa. Zaidi ambayo ni kama robo ya watu wa Jipe waliachwa bila makao. Na hata mimi hapa ni shahidi, ambaye mimi si mtoto mdogo, niko na wajukuu, lakini pia mimi nilitengwa, sikupewa. Na nilipofuatilia sana, sisemi kwamba nilikuwa safari, nilikuwa hapa maeneo na nilinyimwa tu kwa makusudi. Naweza sema nilinyimwa makusudi chini ya utawala wa chief, kwa sababu ya kwamba aliniona vile aliniona, sijui alinichukia ama siwezi kueleza hapo, yeye ndiye anajua siri hiyo. Sasa kufikia hapo tulikuja tukajaribu vile tutakavyojaribu, lakini imeshindikana.
ikawa tena kuna plots. Zile plots ambazo ndio watu wa Mkocheni na Mkwajuni wangeenda kuingizwa ni kijiji cha Kachero. Tukaona kwamba hata hizo plots bado kulikuwa na shida. Zile plots ni chache zaidi kuliko watu waliokosa. Na hata sehemu zile zilikuwa tumeambiwa tu kwamba ile kamati ilikuwa imeambiwa kwamba itoe majina yale ya watu ambao si wakaazi. Watoe ndio wafiti wale ambao ni watu ambao walikuwa ni wazaliwa, na listi yake ilikuwa imefuatilia nyuma, ilikuwa imeandikwa na assistant chief. Bado hata hizo nafasi zilikuwa ni kidogo. Nafasi zilikuwa hazikutosha kufiti watu wa Jipe. Ghafla sasa tumeshangaa hicho kijiji cha Mkocheni ambacho ndio hichi, tukaambiwa kwamba watu wanatakikana wahame. Ili hali picking zilifanyika Mkocheni, maeneo ambao watu wamezika wapendwa wao miaka mingi, mababu zao wamezika hapo. Hata ninakumbuka kuna babu mmoja ambaye alikuwa mmoja wa wapiganiaji wa uhuru wa nchi hii. Alikuwa anaitwa Bwana Majoni. Ni mzee sana, alikufa akiwa na miaka 105. Leo hii kaburi yake inakuwa mbolea au shamba la mtu. Ni majonzi na ni dhiki kubwa sana tukijaribu kufananisha hawa waheshimiwa wetu. Kwao hawawezi kubali kuachanishwa na kaburi za wazazi wao, wapendwa wao. Hawawezi, hata wamejengea makaburi za wapendwa wao, wamewajengea shelter. Sisi ndio wazuri wa kuacha wapendwa wetu. Ni jambo linatukera na ni jambo linahuzunisha sana, ambalo tunaomba vyombo vya sheria, vyombo vya habari, mtusaidie tupate kujulikana kama jamii inayoteseka na kama jamii ambayo inadhulumiwa haki zao. So hata nikiongea nasikia kitu kinachoumiza moyo wangu, na hata kujieleza nasikia kushindwa, kwa sababu watoto wanatulilia kila siku akituuliza tutaacha kaburi la babu. Naomba tu mashirika yaweze kuingilia kati. Asante. Thank you very much. Jesus. Asante. Sina la kusema kufikia hapa. Nasikia uchungu uliopita uchungu wote. Asante. Mimi langu nilikuwa naomba tu kuuliza wahusika ama viongozi wetu. Mimi kama mzaliwa wa Mkocheni, inakuaje leo tunahamishwa wakati hiyo sehemu mahali tumejenga ni sehemu ambayo tulipewa na Mama Ngina wakati Jipe Settlement Scheme ilikuwa inagawanywa. Hiyo sehemu ilitengwa ya Jipe Squatters ambayo ilikuwa ni heka 2500 za sisi kama wakazi wa Jipe Squatters. Sasa leo tunashangaa, tunaambiwa tuhame. Ni nini kimesababisha tuhame? Na ni kwa nini hiyo sehemu ambayo imesemekana kwamba imeuzwa, ni kwa nini iliuzwa wakati ilikuwa imepewa wakazi wa Mkocheni ama wana squatter wa Jipe? Ni kwa nini iuzwe wakati ilikuwa imepewa squatters na Mama Ngina? Na kama ni huyo ambao ameuziwa ambao hatumjui, ni kwa nini hajaja kukaa na wanajipe akatueleza yeye atachukua sehemu fulani na sisi atuachie sehemu fulani kama wakazi wa Jipe? Na ilikuwa kuaje sisi wakazi wa Jipe hatujafahamishwa wala hatujawekwa mkutano tukafahamishwa kwamba hii sehemu inaelekea kushoto ikienda kulia, ili sasa sisi kama wakazi wa hapa tukawa tumeelewa na tukafahamishwa jinsi tutaweza kujipanga. Tunafanya tu kurundikwa, kufurushwa tu moja kwa moja na kuenda kuwekwa mahali pamoja, ili kuwezekana kutuletea uhasama ama vita baina sisi wenyewe kwa wenyewe kama wakazi wa Jipe, wakati miaka yote tumeishi vizuri, tumeishi kwa upendo bila shida yoyote. Sasa inakuaje leo tunaenda kugombanishwa? So sisi tulikuwa tunaomba huyo bwana ambao ndio anaenda kuchukua hii sehemu, tulikuwa tunaomba
ikiwezekana ajitokeze aje kwa Wajipe, tukae na yeye atueleze vile yeye anataka kuchukua hii sehemu, ama vile yeye anataka kutupanga, ama tupangane na yeye jinsi tunaweza kuishi bila vurugu ama bila vita, kwa sababu sasa yeye anatuletea tu watu wa land na kutugawanyia vile anagawanya, so inakuwa sasa kwetu tayari ametujengea vita. Mwisho nilikuwa napenda tu kuuliza, je, ni kina nani hao waliuza hiyo sehemu? Manake tunaambiwa ni watu ambao ni mtu ambao ameuziwa hii sehemu ambao hatumjui. Ni kina nani hao wameuza hiyo sehemu, na ni kwa nini wauze hiyo sehemu bila wakazi wa Jipe kufahamishwa? Na wakati hiyo sehemu ya Jipe ilishagawanywa na ploti zake ziko mpaka bikoli zile za zamani mpaka leo zipo. Hasa pale kwangu bado kuna bikoli za kitambo ziko pale. Hata saa hii mtu akitaka anaweza kuonyesha bikoli ile iligawanywa ya 1997. Ziko pale kwangu, kuna bikoli ziko hapo kuonyesha kila mtu vile tulikuwa tumegawanywa, kila mtu aingie kwa boksi zake. Sasa leo tunaambiwa toka. Jinsi ardhi hii ilivyogawanya ni jambo ambalo alikuridhisha wengi ambao ni wakazi wa sehemu ile. Na wengi wale ni wale ambao wamezaliwa sehemu ile, wameishi sehemu ile zaidi ya miaka 100 pamoja na ndugu zao, pamoja na familia zao. Na hivyo basi kumekuwa na vikao kwa ajili ya kuona jinsi watu wale watakavyohama sehemu zile na kuenda mwakilishi wadi ambaye hajawahi husishwa katika suala hili kikamilifu. Ni kwamba tu amechukua nafasi kuwaonya wananchi na kuwaonya viongozi wenzake kwamba jambo hilo lisifanye likawa kama lile jambo ambalo linasumbua sehemu ya Lesesia. Mimi nawaomba nyinyi watu wa Jipe, kuna mambo ya siasa na kuna mambo si ya siasa. Hii si ya siasa. Unaona hii ardhi hii si ya siasa, kwa sababu ukiuliza mtu wa Lesesia atakwambia vile wanasumbuana ndugu kwa ndugu. Title yako inasoma kwangu na yangu inasoma kwako, ama inasoma kwa mtu mwingine. Yule mtu ambaye inasoma kwake ameshauza ardhi yake, si ndio? Kuna mkanganyiko mkubwa sana pale Lesesia. Sasa sisi hatutaki kitu kama hiyo ifanyike wakati huu, sisi tukiwa viongozi.